Iqra Online TV. Ameshinda kutwa nzima, ameamka asubuhi, pale alipo pana amani, pana utulivu, amepata angalau chakula kidogo na ana afya angalau. Basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, fakaannama hizat lahu dunya bihadafiriha, huyu ni sawasawa ambaye amepewa utajiri wa dunia na vilivyomo, afya na amani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturudishie neema hii ya amani aliyeiweka yeye Tanzania na kuendelea kuilinda, na aweke baraka kwenye vyombo vya usalama vyote. Allah awape afya njema waweze kusimamia amani ya nchi yetu. Ampe afya njema na baraka Mheshimiwa Rais Samia Hassan Suluhu, hafidhahu Allah min kulli sharrin wa makruh. Ndugu zangu katika imani, hii ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi huu wa kwanza wa Muharram. Ijumaa inayofuatia itakuwa ni Ijumaa ndani ya mwezi wa Safar, ambaye ni mwezi wa pili Kiislamu, sio Safar kwa Sad, Safar, mwezi wa pili. Ndugu zangu katika imani, nimerudi juzi Jumapili kutoka umra. Hali ya hewa Maka na Madina ni nzito sana sana sana, joto ni kali mno, mpaka natoka nyumbani Maka tayari kuanzia saa 4 saa 5, Madina joto ni 38, Maka ishafika 42. Ijumaa iliyopita nimeswali Madina katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Ijumaa Alhamisi nyuma nilikwenda Uhud ilipotokea vita ya mwaka wa 3 wa Hijra, siku ya Jumamosi tarehe 15 mfungo mosi. Tumeingia pale pamoja na wale ambao nilikuwa nikiongoza katika ibada ya umra ya taasisi ya Al-Fars Travel and Tours. Niliwaambia tazameni ile mashine pale, wakaitazama. Nikamwambia mnaona ni saa ngapi? Wakaniambia ni saa 5:15 asubuhi. Nikamwambia sawa, wekeni macho, tulieni tu hapo. Baada ikaja mashine ikaonyesha inasoma saa na joto nyuzi joto 48.7. Nikamwambia joto hili kama linakuja Bongo na umeme wetu ule, Allahumma ighfir lahu warhamhu, hospitali zote zitajaa, na huenda na madaktari wenyewe nao, Allah awape afya njema, wahifadhi madaktari wetu, nao watalazwa nyuzi joto 48 49. Tukawa tunajiuliza swali, hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliifanya vipi kazi ya Allah? Sikizeni vizuri Waislamu wenzangu, kupitia Masjid Taqwa hapa Mwananyamala, walifanya vipi kazi ya Allah? Joto, nikawaambia mahujaji waliokuwa nao, sisi tumekuja na gari na full AC, tuna maji ya kunywa ya ice cream, tuna juice, tuna soda. Hawa walikuwa hawana ice cream, hawana IC, miamba hiyo. Watu wema hawa masahaba walipimba kupigana. Tumetoka Madina tumekwenda Badri, kilomita 155. Vita ilitokea mwezi wa Ramadhani, wameondoka Alhamisi jioni, wamefunga Mtume na masahaba radhiyallahu anhu. Mtume na masahaba 300 takriban 14 wamefunga, wanakwenda kuitetea la ilaha illa Allah.
wakiwemo wafanyabiashara wakubwa matajiri, wameacha biashara zao zinaendelea huku, wanakwenda kumsimamia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Joto ni kali sana, tumeshuka Badri, joto ni kali mno, zaidi ya 48, sababu pale ni jangwani, mpaka tumesogea kwenye ule mlima ambao malaika ndipo walipoteremka kuja kutoa msaada kwa jeshi la Uislamu. Wale watu wamepoteza maisha yao kwa ajili ya la ilaha illa Allah, ambao wametufanya mimi na wewe leo tunajua kuvaa kanzu, tunajua tahara, tunajua kusali, tunajua kusoma Qur'an. Hawa watu mimi na wewe tumefanya nini? Walitoa mali zao, maisha yao, wameacha watoto wao yatima, wake zao wajane, wengine wamekufa bado wadogo sana. Kijana mmoja pale Uhud, Hamdala, ana wiki moja ameoa, binti bado ana peacock hina, binti anang'aa namna hii, wiki moja ameolewa. Hamdala radhiyallahu anhu aliposikia kuna kazi ya Mungu, ameondoka, amemwacha biharusi, amekwenda kufanya kazi ya Allah. Akamwambia mkewe, sanaltaqi fil janna, tutaonana peponi. Shabab, mtoto ana miaka 20 na amemwacha binti ana miaka 20 na binti mdogo sana, anaanza eda. Hamdala anafika, anapambana mtoto yule, kijana yule, mpaka amekwenda kuuawa. Masahaba wote waliouawa katika vita ya Uhud, wakina Hamza, wakina Mus'ab bin Umair, baba yake Jabir, mzee Abdullah bin Hiram al-Ansari, wanatoka damu na wengineo. Hamdala yeye anatoka maji kichwani. Masahaba akamwambia, ya Rasulullah, mbona Hamdala anatoka maji? Ana nini huyu? Mtume akamwambia, bado sijapata aya, sijapata wahi. Basi baada ya kuwa wameshazikwa, Hamdala anatoa maji, wanarudi nyumbani kutoa taarifa. Hiyo ni tarehe 15 mfungo mosi, siku ya Jumamosi. Wanarudi mjini Madina, kilomita 4.5. Kila nyumba inapelekewa taarifa, mume wako amefariki, ndugu yenu amefariki, amekufa shahidi. Wakaenda nyumbani kwa Hamdala, kwa biharusi. Akaingia Mtume akamwambia, zawjuki istushhida, mumeo amekufa, ni shahidi. Yule dada, yule binti akalia sana, akasema, akhbarani annana sanaltaqi fil janna, ameniambia kwamba tutakutana peponi. Mtume akamuuliza, tumemwona mumeo wenzake wote wanatoka damu, yeye anatoka maji kichwani kama kuna mtu anamuogesha. Akaambia, ya Rasulullah, kharaja wa lam yaghtasil, ameondoka hapa nyumbani baada ya mimi na yeye kukutana kimwili, ameondoka kwa ile haraka kukimbilia kazi ya Mungu kwanza, Allah kwanza, ameondoka bila kuoga josho la tahara. Tume pale akasema, ghasalatuhu malaika, Hamdala ameoshwa na malaika radhiyallahu anhu. Ndio maana Mtume akampa jina la AK, ghasilul malaika Hamdala, jina zuri sana, sio Hamzala, Hamdala. Kipata mtoto wa kiume mwite Hamdala, jina la historia. Hawa watu wamefanya kazi wakati mgumu mno, sana, dhiki mno. Leo nyinyi Waislamu mnaambiwa toweni mali zenu kwa ajili ya Allah, toweni sadaqa. Angalieni misikiti, angalieni umeme, angalieni kazi za Allah, waangalieni maimamu wenu, angalieni madrasa za kusoma Qur'an, waangalieni walimu wa Qur'an, angalieni khairati.
tumekuwa na mdomo mwingi sana. Msikiti wa Madina jana ilikuwa ni Alhamis na Jumatatu Madina, na masiku meupe kila mwezi 13, 14, 15. Msikiti wa Madina na Maka watu wanafutarishwa bure, yanatandikwa mabusati yale makapeti meupe, unafutarishwa na kuna mfuko umeandikwa iftaru saim, kumfutarisha aliyefunga. Umefunga hukufunga, unakaribishwa, ya haji taani hina ijlis hina, yalla ijlis. Unakaa chini, unapewa mle ndani, mna juice, mna mtindi, mna mkate, mna tende, mna maji ya kunywa. Wallahi, baadhi yetu wengine wanaondoka na vifuko 4, 5 kwa sababu watu wengine wanakwenda, hali ni ngumu. Wengine pale Madina hali zao ni ngumu. Wewe kazi yako kula. Baada ya swala utakuta kwenye nguzo kuna chupa za chai. Ukienda wanakuuliza tena gagawa wala chai, unataka kahawa au chai? Abgha gahawa, unapewa kahawa. La abgha chai, unapewa chai. Kunywa bure, umeshalipiwa akhera. Watu wanataka kazi ya Mwenyezi Mungu. Waislamu wenzangu, nakuulizeni, Bongo, Waislamu wa Bongo tumejiandaa vipi? Na ndio maana tukao tunasema, ndio maana hawa watu huku mambo mengi Mungu anawafungulia sadaka. Toeni sadaka, jengeni msikiti, imanisheni msikiti. Tulipokwenda pale ni joto 48, 49, tumeingia serikali ya Saudia, hukumatul mamlaka, khadimul haramain Muhammad bin Salman wa waliyu ahdi wa man ma'ahum banaw masjidan fakhiran mumtazan hilwan. Umejengwa msikiti wa kifahari unaitwa Masjidu Shuhada. Pale ulipojengwa ule msikiti ndipo alipotolewa utumbo Hamza, na yule maana aliyekuja akamuua Hamza. Umejengwa msikiti, mle ndani tumeingia, ni baridi sana, raha, msikiti smart safi, mazulia smart safi, watumishi, friji zimejaa chupa za maji, lakini wameandika khudh wahidatan, chukua chupa moja, kwa sababu tunajulikana. Kuna mtu akiingia pale na mfuko alafu anaondoka nazo zote. Khudh wahidatan, chukua mmoja, waachie wengine. Friji zimejaa, bado misikiti ya mjini ya mitaani friji zimejaa maji, juice. Waislamu wenzangu, tujenge tabia ya kutoa sadaka. Nimewahi kwenda Sudan kufanya kazi na Africa TV, Kanati Afrika. Nishakwenda Sudani mara 2, mwezi mmoja nakaa. Subhanallah, Sudan Khartoum, aada Allah Sudan kama kanat wa radda Allah alladhina kafaru fi Sudan bighaydihim lam yanalu khaira. Sudani ilikuwa ni nzuri sana, mji wa amani, neema, raha, unatembea siku Sudani unavyotaka, Khartoum. Lakini wapo wale ambao wanaotumwa kutoka Ulaya walichochea sana, wakaichochea sana Sudani, wakadhani ati serikali ina makosa, hawafai, waondolewe. Sudani haikimbiliki. Ndugu zetu Sudani wamekimbia maji mbali mpaka leo ndani ya Tanzania. Kwa mimi ninapoona wa Sudani Tanzania, huwa nawaombea dua, na kwa sababu wanazungumza Kiarabu na mimi nazungumza Kiarabu, huwa nasalimiana nao, na baadhi yao huwa nawaambia aada Allahu Sudan kama kanat, wanasema amin. Wengine wanatikisa kichwa. Sasa Sudan walikuwa na tabia moja, baada al-maghrib Khartoum, nikishamaliza vipindi na Kanati Afrika ya kurekodi maghrib na isha na kazi zangu msikitini,
Sudani walikuwa na kawaida kwenye kona kama hivi, unakuta kuna watu wamekaa kwenye viti wanasomeshana Qur'an. Raha sana. Wakimaliza kusomeshana Qur'an, anakuja mtu anagawa chai msikiti mzima, chai ya maziwa ya rangi, mkate, si sambusa, watu wanakula. Ile ni dua, ni sadaka. Tujenge tabia hii. Sasa ndugu zangu katika imani, Muharram unaondoka, tunafanya nini? Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu, hotuba yangu kwanza kama utangulizi, nimeona niwakumbushe tubadilike, Waislamu wa Tanzania, mikoa yote ya Tanzania, wilaya zote za Tanzania, tarafa za Tanzania, kata za Tanzania, vijiji vya Tanzania, mitaa ya Tanzania, marafiki kwa marafiki, tuwe na makundi na magrupu ya kutoa sadaka. Maji. Wallahi, kuna mtu unampa chupa ya maji, hana uwezo wa kununua maji. Khutba yangu ambayo nakusudia niizungumze, baadhi ya mambo tunayoyafanya ni sababu ya adhabu ya kaburini. Haya mambo sio kwamba mimi shekhe simo, kama nitayafanya nimo, na adhabu ya kaburi itanipata kama nitaifanya. Allah atulinde na atuepushe na adhabu ya kaburi. Ndugu zangu katika imani, huwezi amini kwamba kaburini kuna adhabu, subiri ufe. Kaburini utadungwa tu, lazima udungwe na hutoboi. Kama ungekuwa ni wa kutoboa, angetoboa Hitler, angetoboa Firaun, alidai yeye ni Mungu. Yuko wapi Firaun? Qarun, mwamba alikuwa na hela. Siku ya birthday yake Qarun, hela aliyokuwa nayo, Qur'ani inamsifia, wa inna mafatihahu latanu bil usba. Funguo za strong room, pesa ya Qarun, wanatafutwa vijana ambao wamejazia mishipa, wenye afya. Sio nyinyi mnaokwenda gym, mnakwenda gym kujaza nyama zile. Leo natoka msikitini, nimekutana na kijana mmoja, mtu mmoja anakimbia na music instrument zinampigia, ameweka kwenye sikio. Mnajua hawa watu wanaokimbia barabarani mpaka kule kwenye maholi ya gym, hawawezi kufanya mazoezi mpaka wakati viuno wanacheza. Kwa maana si mazoezi, ni music. Hiyo mimi hainishughulishi. Lakini mtu anashughulika kuondoa mafuta mwilini, mwili wake uwe smart, ana afya, hashughuliki kuondoa madhambi. Sasa kaburini kuna madhambi ambayo tukiyafanya lazima. Hadithi ya kwanza, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra biqabrayn faqala innahuma yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabirin bala innahu kabirun amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akhar fakana la yastajiru min bawlihi
rawahu al-Bukhari fi kitab al-wudu, babu ma jaa fi ghasl al-bawl, wa kitab al-janaiz babu adhab al-qabr min al-ghibati wal-bawl, wa babu al-jarid ala al-qabr, wa Muslim fi kitab at-tahara babu ad-dalil ala najasati al-bawl wa wujub al-istibra. Kwa Imam Bukhari hadithi ya 2271 mpaka 276, Imam Muslim hadithi ya 292. Abdullah ibn Abbas anasema marra an-nabiyyu biqabrayn, siku moja mtume alipita kwenye makaburi mawili, wamezikwa watu wawili, kila mtu kwenye kaburi lake. Faqala, akawaambia mtume masahaba, innahuma, mnayaona haya makaburi mawili, yu'adhabani, sasa hivi wanapata kichapo, wanaadhibiwa, wanapigwa, wanachomwa moto kaburini, akhera bado kufuliwa. Mtume akawaambia, wama yu'adhabani fi kabiri, madhambi yanayowafanya kuadhibiwa sasa hivi watu wengi wanayaona sio madhambi mazito. Mtume akasema, bala, kwa nini? Innahu kabiru, haya madhambi yanayowafanya waadhibiwe ni madhambi makubwa. Mtume akamwambia, amma ahaduhuma, ama hili kaburi moja hili mnaliona, fakana yamshi bin namima, huyu alikuwa anafitinisha watu, anafitinisha watu wanagombana kwa sababu yake yeye, watu wanaharibu nchi kwa sababu yake yeye, ndugu na ndugu hawaelewani kwa sababu yake yeye, sokoni, masokoni, madukani, kwenye frame, kwenye biashara, maofisini, misikitini, katika maeneo mbalimbali watu hawaelewani kwa sababu kuna mtu anafitinisha, anaadhibiwa. Kwa hiyo hapa tunapata fundisho gani? Tunapata fundisho, niwaambie watu wa media na mnene rekodi sasa hivi, hiyo msiikate, imekwenda hiyo, jiandaeni kwenda kudungwa kama mtapeleka taarifa za fitna. Na wale wanaosababisha fitna wako katika nchi za nje, ama yuko hapa hapa, mpaka wananchi wanagombana, nchi inaharibika, watu wameiba mali za watu, wameharibu mali za watu, wanapoteza watu maisha, kwa sababu kuna mtu amechonganisha, yeye ana maslahi, huyu kichapo anacho, haamini haya, asubiri afe, asubiri afe. Mfitinishaji, hiyo ni adhabu ya kaburi. Kuna watu wangapi wameachishwa kazi maofisini? Watu wangapi wamehamishwa vituo vya kazi sababu kuna mtu hapa, panya, mende, anahamisha habari za uongo, mpaka boss HR anapata habari, anaambiwa yeye ondoka hapa. Mtu anatolewa Dar es Salaam, anapelekwa Mkuranga, wanamkomoa. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu, wanadamu wenzangu, fanya utakavyofanya, one day unaondoka, utaondoka tu. Umeua watu, umefitinisha watu, unachonga maneno ya fitna ili watu wamchukie mtu. My friend, wewe huna tofauti na Abu Jahali na Firaun, wewe ni Firaun. Adhabu ya pili, wa amma al-akhar, ama mwingine, sikiliza vizuri Waislamu wenzangu, fakana la yastabri'u min bawlihi, huyu wa pili, hili kaburi la pili, alikuwa hajilindi na cheche za mkojo. Subhanallah. Waislamu wenzangu tunaoswali, akina baba na akina mama, tunakwenda vyooni, tunajisaidia kama tupo petrol station. Siku moja nimemshuhudia mtu katika moja ya misikiti Kariakoo, anakojewa wima, mtu mzima, mpaka watu wenzake wanamwambia, wewe vipi mtu mzima unajisaidia? Wewe vipi wewe? Wamemkalia tena, mlango ameacha wazi, anajisaidia wima. Ina maana kwamba zile ndoo zote, ile ndoo mle ndani imejaa mkojo, yale maji si salama, kuna maana chichi za mkojo zimempata. Subhanallah. Yule bana kwa sababu alisemwa sana, ameondoka kwa hasira. Mimi nimekula, nimekaa kimya. Ameondoka kwa hasira,
karudisha tu USB yake ndani ya nguo akaondoka na hakustanji. Huyo adhabu ya kaburi anayo. Wallahi, 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 huyaamini haya, subiri ufe. Rawahu al-Bukhari. Ndugu zangu, akina mama, akina baba, tunapokwenda washroom, hammamati, tunapokwenda maliwatoni, tuwe makini na cheche za mkojo. Wallahi, cheche za mkojo, kila ilipogusa tone ya mkojo, wallahi utachomwa na moto. Mara nyingi ninapokuja, ni leo tu, mara nyingi ninapokuja huwa napita na bajaji. Kuna ndugu zetu wamezikwa kwenye haya makaburi jirani. Hivi najiuliza swali, hawa jirani wanaoishi na makaburi haya wana mazingatio gani? Wanaoishi na makaburi ya Kisutu wana mazingatio gani? Wanaoishi na makaburi hapa maeneo hapa ya Makuti kuna mazingatio gani? Mazingatio hakuna. Unakwenda makaburini, kumejaa chupa, kumejaa vitambaa vyekundu, kumejaa vitambaa vya bluu. Yaani unakwenda kuta vitu vya ajabu, mifupa, kichwa cha kuku unakikuta kaburini. Mwanadamu unakwenda kuwanga kaburini, unawanga kaburini, na wewe utakufa. Watu wa Kigoma wanasema unasambira, msambizi wewe, kaburini unawanga. Subhanallah, subhanallah. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Kila mtu atafufuliwa siku ya Kiyama. Wallahi, sa'iq, nyuma kuna malaika. Wa shahidi, anafufuliwa ana sanda ya mtu aliwanga nayo. Anafufuliwa ana kucha za mtu anazo. Anafufuliwa ana mtu anasema, anapiga kelele siku ya Kiyama, ya Rabbi, huyu ndiye aliyeniroga, huyu ndiye aliyenikata kucha usiku. Ardhi inatoa ushahidi, yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ardhi inasema ni kweli, huyu ndiye aliyewanga kwenye kaburi la huyu dada, huyu ndiye aliyeingia, huyu ndiye aliyewanga, huyu ndiye aliyemroga huyu. Najua haya ninayozungumza, wataalamu wa IT wachawi watakasirika. Wanaweza kusema, sasa huyu Rusaganya anazungumza, anataka nini? Sina chochote. Unaweza ukafanya chochote unachotaka, lakini utabaki. Wewe nifanye unachotaka, my friend, nakwenda kukukaba. Kwa hiyo siku ya Kiyama watu watafufuliwa namna hiyo, siku ya Kiyama. Sasa ndugu zangu katika imani, adhabu ya kaburi, na kuna nyoka kaburini anaitwa Shujaan Aqra. Huyo ni nyoka special kwa watu ambao wamekufa bila kuswali, na watu ambao walikuwa wanapojisaidia haja ndogo, cheche za mkojo zilikuwa zinawapata. Kazi yake kung'ata tu, ni sumu yake zaidi ya miaka 70. Na huyu nyoka kila sala iliyompita mtu atamng'ata. Hadithi inayofuatia ya pili, nisikilizeni Waislamu. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a aqwaman wa aqabuhum taluhu faqala waylun lil aqab min an-nar asbighu al-wudu'a. Rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibn Majah. Siku moja Mtume katika safari, ahlul ilmu wanasema ilikuwa ni safari ya wakati wa al-asri. Sasa unajua safari zile nini,
Kwa mfano, unasafiri na gari, unakwenda Moshi, unakwenda Arusha, unakwenda Mbeya, unakwenda Mwanza, unakwenda Singida, unakwenda Mombasa, unakwenda Tanga, unakwenda Morogoro, unakwenda Lindi. Sawa. Kuna sehemu ambazo gari zile huwa zinasimama kwa ajili ya watu kwenda washroom. Sasa kwa Muislamu anayejitambua, kitu cha kwanza anachokifanya ni kuingia kule washroom, anamwaga maji pale chini vizuri, kisha anatawadha, atachukua juisi yake au maji yake, akishakaa kwenye kiti chake ataanza sala. Sasa ile haraka mpaka hata sehemu hizi za kutawadhia, naomba tulichukue hili. Mtume raa aqwama, Mtume aliwaona watu, wa aqabuhum, visigino vyao, sehemu za mwisho za miguu, taluhu, zinatoa alama kama vile hazijapata maji. Faqala, Mtume akasema, wailun lil aqabi minan nar, visigino vyote ambavyo havikupata maji vitachomwa moto. Sasa kuna wakati mtu anatawadha, sehemu hii haipati maji, na kuna mwingine ana haraka, sehemu ya miguu haipati maji, sehemu ambayo inatakiwa kupata maji. Niwaambie vijana ambao mnavaa nguo za modo katika mashule yetu, unamkuta siku nyingine mtu amevaa nguo ya namna hii, anapandisha imemfika hapa, anatawadha anaishia hapa. My friend, huo sio udhu, na adhabu unayo, na utatikitwa, utavurugwa. Wailun lil aqabi minan nar, moto mkali, adhabu kali inawasubiri wale ambao wametawadha udhu hovyo. Mtume akamwambia, asbiqu wudhu'a, enezeni viungo vyenu kwa udhu. Kwa hiyo tubadilike Waislamu. Akina mama wana fashion wameianza huko wanapotawadha. Akina mama wanakuwa na nguo za kubana. Hizi nguo za kubana hizi kupandisha hawezi, kwa sababu wanataka avae modo, na wengine wanakuwa wanavaa ndani wana vijisoksi vyeupe wanafunga mpaka huko ili mikono isionekane. Sasa anafika kwenye bomba, anaweka bomba hivi mkono, anatawadha tu, yale maji yanapiga juu ya nguo. Sijui nani kawaambia namna hiyo. Haya, hadithi ya mwisho nimalize khutba yangu. Ana Ali bin Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim radiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu anasema, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema, man taraka mawdi'a sha'ratin min janaba, Muislam anapooga josho la janaba, dhikrul juz'u wa iradatul kull, watu wa balagha wanasema dhikrul mahalli wa iradatul hal. Mtume ametaja hapa ni josho la janaba, yani Muislam ambaye ameoga josho la janaba, Mtume akasema ile sehemu unywele wake haukupata maji, au sehemu ya kichwa haikupata maji, ima kwenye mikono hapakupata maji, lam yaghsilha, hapakuosha hapa, yani hakupaosha, Mtume akasema fu'ila bihi kadha wa kadha, Mungu atamfanya hivi na hivi, minan nar, katika moto. Qala Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu akasema, famin thamma, tangu siku hiyo nilipomsikia Mtume anasema namna hiyo, ikiwa mtu ameoga sehemu ya nywele haikupata maji, adaitu sha'ra ra'si, nilikuwa tayari nimejenga umakini na kichwa changu. Kwa hiyo wakana yajuzu sha'rahu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, nywele zake zilipokuwa zikiwa nyingi, kwa sababu ni nywele za Kiarabu, alikuwa akizipunguza. Rawahu Abu Daud hadithi ya 249, wa Ibn Majah 599, wa Ahmad katika Musnad hadithi ya 727. Maji hayajapata, niwaambie dada zangu ambao mnaovaa kucha za kubandika, janaba mnalo, hedhi mnalo, na kuna baadhi ya wanawake wa Kiislamu wanavaa niqab, tunakutana nao mitaani, kucha zao utadhani ni umma ya kulia chakula. Wanawake wa Kiislamu wameingia katika fashion ya kufuga kucha, wanafuga kucha,
na wengine wanaweka rangi kwenye kucha. Ukioga ukatawadha, ima umeoga jasho la hedhi au nifasi au janaba, ama umetawadha, udhu wako haupo, na vidole hivyo vitakwenda kutafunwa na nyoka, vitatafunwa na nyoka, vitatafunwa na nyoka. Siku moja hapa Tanzania pahala fulani, nimesimuliwa na mwanafunzi wangu wa kiume, mtu mzima, yuko kwenye miaka 50 au 60, na wanamzika moja katika ndugu zake, wapo makaburini. Alidondoka nyoka kutoka juu, akaingia katikati kwa kichwa, katikati ya kaburi. Watu walihamanika pale. Yule nyoka hakujulikana kenda wapi. Sasa swali, amekwenda wapi? Subiri yako. Wanawake wa Kiislamu, ondoeni kucha, kucha zitaoza. Naomba mtusaidie madaktari, walimu wa biology, mtusaidie. Kucha zinapokuwa chafu, nini kinachokuwa ndani? Kucha zinapokuwa chafu, nini kinakuwa ndani? Walimu wenzangu katika shule za Kiislamu, tuwe makini na hili, tuwe makini na hili. Jana juzi nipo na headmaster wangu hapo, Mr. Dolo. Juzi nimeingia darasa fulani, wavulana na wasichana, nimewakagua, nimekuta wana kucha. Baadhi yao ni katika familia, wazazi wao wananifahamu. Nikamwambia simama, nawe simama, nenda dukani kachukue nail cuts, nitakwenda kulipa hela mimi. Nikamwambia mkirudi njoo. Wamerudi, wamenyesha, wamekata kucha. Sasa inawezekana mtoto, mama nyumbani anakucha kama msumari, baba anakucha, na wanaume wenzangu tunaposwali tunaonana kwenye rukuu, mtu anakucha ndefu. Jamani, kucha ndefu. Waislamu, wazungu msiwafate, wazungu sio watu. Ile mipapai, mizungu mipapai ile. Ndugu zangu, jana amepita kijana mmoja, amevaa t-shirt wa kiume, amepita pale Mkwajuni, amevaa t-shirt mwanaume huyo, imeandikwa kunyuma Elizabeth. Sasa nikawa najiuliza, Elizabeth ni t-shirt au ni Elizabeth ni mshikaji? Mwanaume huyo Elizabeth. Mkwajuni Ijumaa 3 zilizopita nimeswali nyuma ya mtu, siku ya Sheikh Almas Ibn Khalid imamu pale hafidhahullah, ndiye alikuwa khatibu. Mimi nimeswali huko nyuma, nimeswali nyuma ya mtu amevaa jacket imeandikwa crazy chizi. Sasa najiuliza, chizi ni hii t-shirt au chizi ni huyu jamaa? Sio Waislamu, mnanielewa? Mtanielewa tu. Mimi kazi yangu ni kuwatoboa tu. Mimi nawapiga misumari, tena kwenye mshono umetoka theater. Sijaletwa duniani kwa status ya mtu, nimeletwa na status ya Allah, na ndiye atakayeniondoa muda utakapofika. Lakini anachotaka Mungu nitakisema. Mtoto wa kiume pale Kariakoo, msikiti mmoja, anakwenda rukuu, amevaa boxer nyeusi ina maandishi kama ya dhahabu, kama hii nguzo hapa, imeandikwa huku nyuma follow me. Nyuma imeandikwa follow me my friend. To follow you where? There. Mwanaume huyo. Ndugu zangu, t-shirt kama zimeandikwa Kiingereza, kama hujui Kiingereza, acha. Mwanaume amevaa t-shirt siku ya kunyonyesha duniani hapa. Mwanaume huyo. Sio kwa nini wanaume mnakuwa kama mabwege hivi? Mtukua mafara hivi. Najua kwenye mitandao mtanitukana. Alitukana Mtume Muhammad, itakuja kwa mimi. Ni chambe unavyotaka. Sema unachotaka. Lakini kwa mimi usadani, oh my friend, na kunywa chai tu. Nacheka sana. Jana nilikuwa naangalia video moja, jamaa wanavyo comment, nimecheka sana. Jamaa wanavyo, unacheka nini? Ambao utawafanya nini? Mtume aliambiwa mwenda wazimu. Mtume aliambiwa cheese.
Mtume aliambiwa mganga wa kienyeji, Mtume aliambiwa hana akili, Mtume akaambiwa mwanga, Mtume akaambiwa ni mgumba wakati ana watoto 7. Je, mimi itakuwaje? Mimi nitaambiwa shekhe ubwabwa, nitaambiwa shekhe ubwabwa mweupe. Na mashekhe siku hizi tunaitwa jina gani? TRA. Mashekhe, maimamu, mjiandae yenyewe maimamu na kamati za misikiti, mnaitwa TRA. Mwingine anambia huyu shekhe bana, huyu anatembea na mashine huyu, akikukuta toka kuandikia hapo hapo. Namwandikia nini? Alafu huyo akitaka dua anakuja kwangu. Sasa akija kwenye dua nampiga maandishi, yani kodi kubwa, miaka 7 kama hajalipa kodi. Ndugu zangu katika imani, adhabu za kaburi, Allah atupe afya njema, atufutie madhambi yetu, atunyoshe mambo yetu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala, hapa jirani ya msikiti wa Masjidul Taqwa kuna hospitali Mwananyamala. Allah awape afya njema wagonjwa walioko hospitali. Allah awape afya njema wagonjwa walioko mahospitali yote. Allah awape afya njema wagonjwa walioko majumbani. Allah awape afya njema wagonjwa ambao wanatembea lakini wanakuja kufanya ibada. Allah tufungulie riziki zetu ya Rabbul Alamin, tufungulie riziki zetu ya Rabbul Alamin. Wale ambao walioko katika mizunguko ya kutafuta riziki zao, ya Allah wafungulie riziki zao. Akina baba na akina mama wote wapate riziki zao za halali ya Rabbul Alamin. Allah, tunakuomba amani katika nchi yetu, uturuzuku amani katika nchi yetu, utupe utulivu katika nchi yetu. Tunakuomba umlinde rais wetu, umwepushe rais wetu mpaka astafu akiwa salama, yeye pamoja na familia yake ya Rabbul Alamin. Ya Rabbul Alamin, anatafutwa sana, anatukanwa sana, ananyanyaswa sana, anadhalilishwa sana, na unawajua wanaofanya hivyo, na kuna wengine hawasemi, wanamchekea lakini ni wabaya. Allah unawajua, mlinde rais wetu, yeye pamoja na baraza la mawaziri. Allah, waziri wa mambo ya ndani, naibu waziri wa mambo ya ndani, wape afya njema, wape umakini, afya katika mwili, wawe wakali kwa watu wakorofi wa amani ya nchi yetu. Allah, wape afya njema watu wa usalama. Allah, wape afya njema watu wa usalama, wasimame imara, wasicheke na mtu atakayeleta ndondo ya barabarani, wamtie adabu. Wa Tanzania tubakie salama ya Rabbal Alamin. Wanadamu hatujui thamani ya neema, hatujui thamani ya neema. Naomba dua hii nikiwa katika mimbar ya Masjid Taqwa. Ya Rabbi, hawajui thamani ya neema hii. Allah, nakuomba mama akimaliza muda wake, tuletee mwamba aje atukabe, mlete mwamba aje atukabe. Hata ukivaa kofia uulizwe risiti, ukitaka kwenda chooni uulizwe risiti, umelipia hujalipia, lete mwamba na makao makuu yapeleke Kigoma. Na kuomba ya Rabbul Alamin, tuje tutiwe adabu, tutiwe adabu wa Tanzania, tutiwe adabu wa Tanzania. Wa Tanzania ni kunguru, vijoro, hawana adabu. Allah, lete mwamba kama mwamba uliondoka ule. Watu wote walikuwa wanapiga simu chooni na walikaa kimya, ukisema nya kiroba kimekuta Ocean Road huko. Watu walitia adabu, watu walikula miongo ofisini, watu wa ofisini walikula miongo. Allah, lete mwamba, lete mwamba, lete mwamba, tukumbuke thamani. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma an jami'i sahabati Rasulillah, Abu Bakr radiyallahu anhu, عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. Iqra Online TV.